Kumfahamu kiongozi mkuu mpya wa Iran, Mojtaba Khamenei. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Usisahau pia kucomment. Mojtaba Khamenei, mwana wa Ayatollah Ali Khamenei wa Iran ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel, amechaguliwa kuwa mrithi wake. Tofauti na baba yake, mtu huyu mwenye umri wa miaka 56 kwa kiasi kikubwa si mtu aliyekuwa akijitokeza hadharani. Hajawahi kushikilia wadhifa wa serikali wala kutoa hotuba hadharani au mahojiano, na ni idadi ndogo tu ya picha na video zake ambazo zimewahi kuchapishwa. Lakini kwa miaka mingi kumekuwa na uvumi kwamba alikuwa na ushawishi mkubwa nyuma ya pazia nchini Iran. Nyenzo za kidiplomasia za Marekani ambazo zilichapishwa mwishoni mwa mwaka 2000 zilimtaja kama nguvu nyuma ya pazia, ambaye alichukuliwa sana kama mtu mwenye uwezo wa nguvu ndani ya utawala, kulingana na shirika la AP. Hata hivyo, uteuzi wake bado unaweza kuwa na utata. Jamhuri ya Kiislamu ilianzishwa mwaka 1979 baada ya utawala wa kifalme kupinduliwa, na itikadi yake inategemea kanuni kwamba kiongozi mkuu anapaswa kuchaguliwa kwa sababu ya msimamo wake wa kidini na uongozi uliothibitishwa, si kwa kurithi tu. Wakati wa utawala wake, Ali Khamenei alizungumzia kwa ujumla tu kuhusu uongozi wa baadaye wa Jamhuri ya Kiislamu. Mjumbe mmoja wa baraza la wataalamu wa Iran, chombo cha makasisi kinamchagua kiongozi mkuu, alisema miaka 2 iliyopita kwamba Ali Khamenei alipinga wazo la mwanawe kuwa mgombea wa uongozi wa baadaye, lakini hajawahi kuzungumzia hadharani kuhusu hilo. Mojtaba Khamenei ni nani? Huyu alizaliwa tarehe 8 Septemba 1969 katika mji wa Mashhad ulioko kaskazini mashariki mwa Iran. Yeye ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Ali Khamenei. Alipata elimu yake sekondari katika shule ya Alavi huko Tehran. Akiwa na umri wa miaka 17, Mojtaba alihudumu jeshini kwa vipindi vifupi wakati wa vita vya Iran na Iraq, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Vita hivyo vya miaka 8 vilivyojaa umwagaji damu vilifanya serikali ya Iran kuwa na mashaka makubwa dhidi ya Marekani na nchi za Magharibi ambazo zilikuwa zinaunga mkono Iraq. Mwaka 1999 Mojtaba alikwenda Qom, mji mtakatifu uliochukuliwa kuwa kituo muhimu cha theolojia ya Shia, ili kuendelea na masomo yake ya kidini. Inasemekana kuwa hakuvua mavazi ya kidini hadi wakati huo, na haijulikani vizuri kwa nini aliamua kujiunga na seminari akiwa na umri wa miaka 30, kwani kwa kawaida watu huanza masomo hayo wakiwa wadogo zaidi. Hadi sasa Mojtaba bado ni kiongozi wa dini wa ngazi ya kati. Hali hii inaweza kuwa kikwazo kwake iwapo atajaribu kupanda hadi kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya vyombo vya habari na maafisa waliokuwa karibu na vituo vya mamlaka nchini Iran wameanza kumtaja Mojtaba Khamenei kama Hayatullah, cheo cha juu cha kidini. Mabadiliko haya yanaonekana kwa baadhi ya wachunguzi kama jaribio la kuinua hadhi yake ya kidini na kumwonyesha kama kiongozi anayeweza kuaminika.